mdhibiti wa bajeti Margaret Nyakango ameibua tahadhari kuhusu fedha zilizotumika katika afisi ya mke wa naibu rais. Kulingana na Nyakango, shilingi milioni 44.5 zilipitishwa kupitia afisi ya naibu rais na kuelekezwa kwa afisi ya mkewe bila kufuata sheria. Na kama Martin Opiyo anavyoripoti, ufichuzi huo wa hivi punde unakinzana na maagizo ya Rais William Ruto kuhusu ufadhili wa afisi za wake wa viongozi wa juu serikalini. Katika ripoti yake ya hivi punde ya matumizi na utekelezaji wa bajeti ya serikali kwa miezi 6 ya kwanza ya mwaka wa kifedha wa 2025-2026, mdhibiti wa bajeti Margaret Nyakango anaibua tahadhari kuhusu kurejea kwa ufadhili wa ofisi za wake wa viongozi, huku naibu rais Kithure Kindiki akijipata kikaangoni. And the Republic of Kenya. Kulingana na ripoti hiyo, katika mwaka wa kifedha wa 2025-2026, ofisi ya naibu rais ilitengewa bajeti ya jumla ya shilingi bilioni 3, ikishuka kutoka bilioni 3.2 zilizotengwa katika mwaka wa kifedha uliopita wa 2024-2025. Ingawa ofisi ya naibu rais na jukumu la kuratibu na kusimamia utekelezaji wa sera, mipango, programu na miradi ya serikali, mdhibiti wa bajeti anahoji kuhusu shilingi milioni 44.5 zilizopitishwa kutoka ofisi hiyo na kuelekezwa kwa mkewe naibu rais. The Gen Z are the ones who forced them to close down those offices of First Lady and Second Lady and those what were they called? Prayer warriors that were stationed at State House. And after Gen Z chased those people from State House, the requirement under this particular agenda was to actually see a reduction in public expenditure. Hatua ya ofisi ya naibu rais sasa inaibua maswali kuhusu dhamira ya serikali ya Kenya Kwanza kutekeleza ahadi yake yenyewe za kupunguza matumizi ya fedha serikalini na kuzingatia sera za kubana matumizi. Rais William Ruto amekuwa akisisitiza mara kwa mara umuhimu wa kubana matumizi serikalini. Hata hivyo, kwa njia ya kushangaza, ofisi yake imekuwa ikitajwa mara kwa mara katika ripoti za ukaguzi kuhusu matumizi makubwa ya fedha katika hafla za Ikulu. Alipofika mbele ya kamati ya bunge ya utawala na usalama wa ndani mwezi Februari, mdhibiti wa Ikulu Katoo Ole Metito aliwashangaza wabunge alipofichua kuwa Ikulu hutumia takriban shilingi milioni 123 kwa chakula na vinywaji wakati wa sikukuu za umma. You talk of what happens, the cost of the tents, hosting them, the food, a lot of it. So that's why I'm saying it cost 123 million. Martin Opiyo, KTN.